kupitia mtu wake wa karibu, mpango ambao uliratibiwa ukimhusisha mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mratibu kwa upande wa chama mkuu akiwa aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar wa Chadema Salum Mwalimu Juma, wakamfuata aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar anaitwa Said Isa Mohamed, wakakubaliana kwamba ifunguliwe kesi dhidi ya Chadema. Wanasema ni kesi ya Wazanzibari watatu. Nasema watatu kwa sababu nimezungumza na viongozi wetu wa Zanzibar wa chama, makamu mwenyekiti aliyopo Mheshimiwa Saidi Mzee, naibu katibu mkuu aliyopo Mheshimiwa Ali Ibrahim na viongozi wengine wa Zanzibar. Wanasema mpango huu sisi hatuhusiki. Hao watatu wale wamekwenda kufungua kesi, wakitoa kisingizio cha kesi kwamba eti wanataka kuwepo na mgawanyo wenye uwiano wa kirasilimali ndani ya Chadema. Ukisikiza hoja hiyo kwa nje, unaweza kuona labda inatetea maslahi ya Wazanzibari au ya Zanzibar, ya watu wa Zanzibar ndani ya Chadema. Lakini siri ya hiyo kesi iko kwenye ombi gani wameiomba mahakama. Wameomba mahakama kwamba wakati hiyo kesi ikisikilizwa, shughuli zote za Chadema nchi nzima, iwe ni mikutano ya hadhara, iwe ni uendeshaji wa ofisi, kazi yoyote ya Chadema popote, mahakama itoe amri Chadema izuie shughuli zake zote. Kesi hiyo inakwenda kusikilizwa Mahakama Kuu tarehe 12 mwezi huu wa 5. Nataka kumwambia Rais Samia na msajili wa vyama vya siasa na wanaotumika, sisi tutapambana, mawakili wetu watapambana mahakamani. Nataka niwahakikishie wanachadema, hila hizo nazo zitashindwa. Kwa mfahamu kwamba tuko kwenye kipindi ambacho Chadema inashambuliwa.